For the first time Mac Voice ameamua kumchana na kuvunja ukimya juu ya mateso ambayo amekuwa anayopitia kutoka kwenye lebo yake ya zamani ambayo inaitwa Next Level Music ambayo ipo chini ya msanii wa Bongo Flava. Namzungumzia Rayvanny Boy, moja kati ya wasanii ambao wanafanya poa sana kwenye game. Sasa kitu gani ambacho kimeweza kuhappen hapa katikati na nini ambacho kipo nyuma ya hii story ya Mac Voice? Endelea kusanuka, endelea kubaki hapo hapo na endelea kukaa hapo hapo, mimi kusanue moja hadi mwisho kitu gani ambacho kimeweza kutokea juu ya sakata la Rayvanny, kitu ambacho kimemfanya Mac Voice sasa kuweza kusema kwamba moja kati ya wasanii ambao wamekuwa wenye roho mbaya zaidi ni Rayvanny. Sasa mitazamo ya watu pia kwenye mitandao ya kijamii inakinzana na hiki ambacho anakizungumza Mac Voice. Ukweli ni upi? Ndio kubaki hapo hapo, ndio kustay hapo hapo, mimi kusanue ukweli juu ya story ambayo imeweza kuhappen kwa msanii Mac Voice baada ya kuweza kutoka na before kuweza kuingia katika lebo ya Next Level Music. Sasa nikukumbushe tu, unaweza kusubscribe hapo chini kisha ruhusu notification kwenye simu yako ili kuweza kuzipokea info zote za kiburudani na kuweza kujoin kwenye familia hii kubwa. Sasa baada ikumbuka Mac Voice baada ya before kuweza kuingia katika lebo ya Next Level Music ya Rayvanny, alikuwa akifanya kazi chini ya mwanamuziki anaitwa Chege ambaye alikuwa akimzingatia na kuweza kumpa zote deals na kuweza kumsimamia katika muziki wake. So Rayvanny akaona so mbaya kwa sababu dogo na kipaji aweze kumsaidia na kuweza kuishi naye na kuweza kumsupport kwa vitu vya kuweza kumweka mjini. So which is not bad na sio kitu kibaya sana ya kuweza kumsupport. Sasa story ikawa kubwa baada ya Rayvanny kuweza kumsaini msanii huyo na kuweza kufanya naye kazi, na kuwa kazi zikawa zimeenda sana, yani zimepata mapokezi makubwa na kuweza kutazamwa na watu wengi kupitia mtandao wa YouTube na platform zingine zote ambazo zilikuwa zimeendelea kuwa poa. Sasa baada tu ya Rayvanny kutofautiana na mwanamuziki Mac Voice, baada ndo hapo sakata likawa kubwa, na Mac Voice anadai kwamba sababu kubwa ambayo iliweza kutofautiana yeye pamoja na Rayvanny ni issue tu ya pesa, kwamba Rayvanny alikuwa hampi pesa ambazo alikuwa anaziingiza kwenye ile 40% ambayo dogo alikuwa anaingiza katika muziki wake. Rayvanny alikuwa anabaki nazo, yani kwa maana ya kwamba alikuwa anabaki na 100%, 40 alikuwa hampati, kitu ambacho analalamika sana na kusema kwamba hii ni roho mbaya ambayo alikuwa anaifanya. Sasa Mac Voice akaamua kuondoka na kuweza kuendelea na harakati zake za muziki nje ya lebo hiyo, kwa maana ya kwamba kuweza kufanya kazi zake kama msanii huru, na pale katikati tulikuwa tunamuona akifanya show katika Chaka tu Chaka. So hii pia ikamfikia Rayvanny na kuweza kusema kwamba moja kati ya issue ambayo yeye pia anaiona tu mtandaoni. Kitu gani cha kumshauri Mac Voice? Dondosha comments yako hapo chini.